Tunaelekea mwishoni mwa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini ukitazama kwa kiasi kikubwa tetesi mbalimbali za usajili ni kama zimekwisha kuanza, lakini tetesi ambayo inamhusisha Faisal Salum Feitoto imeanza muda mrefu akionekana kuhitajika na vilabu vyote vikubwa viwili. Tunazungumzia Young Africans ambaye ilikuwa ni timu yake ya zamani kabla hajatimkia Azam FC, lakini pia mnyama Simba akionekana kwamba naye taarifa zikisamba kwamba wana uhitaji wa kumsajili Faisal Salum Feitoto, lakini kubwa zaidi kila mmoja amekuwa na atoa tetesi zake kulingana na hilo. Kipi ni kipi? Faisal atatoa mitaa Msimbazi ama Young Africans? Mkalaboko huyu mchambuzi wa kimichezo, yeye kwa nafasi yake ameweka wazi kwamba kwa kiasi kikubwa Faisal Salum ana nafasi ya kurejea kule ambako alitoka, na akimaanisha kwa upande wa Young Africans, kwa sababu wao ndio wanaonesha jitihada kubwa sana za kumhitaji mtu kwa vitendo, tofauti na kwa upande wa Simba maneno yanakuwa mengi kabla ya kufanyika kwa vitendo. Mambo ndo yamekuwa hivyo, shughuli bado zinaendelea. Tunafahamu kwamba ligi kuu soka Tanzania bara haijatamatika, lakini Faisal Salum ameonyesha kiwango bora zaidi akiwa na Azam FC misimu yote toka ameondoka Young Africans. Kulikuwa kuna maneno mengi kwamba mchezaji akitoka timu za Yanga na Simba kwenda kwenye vilabu hivi vingine kiwango kinakuwa kinashuka. Imekuwa tofauti kwa Faisal Salum Feitoto akionyesha kitu kikubwa, kitu ambacho kinaonyesha kwamba bado ana nafasi ya kufanya makubwa zaidi kwenye vilabu hivi vikubwa na wanahitaji huduma yake. Na kuna taarifa kwa upande wa Yanga kuondoka kwa Stefan Aziz Ki, na hivyo kufanya mabadilishano kumtoa Stefan Aziz Ki na kumrejesha Faisal Salum. Zote hizi ni tetesi, tunasubiri kuona nini hasa kitaenda kutokea kunako dirisha kubwa la usajili mara baada ya ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu 2024-2025 kuweza kutamatika. Maoni yako wewe ni yapi? Kwa upande wa Faisal ni sahihi kwa sasa kurejea viunga vya Young Africans ama aende kunako mitaa ya Msimbazi? Tuambie maoni yako, lakini kubwa zaidi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.